Mtoto aliyepotea sehemu ya 7. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Simulizi inayoelezea historia ya mtoto wa kitajiri aliyepotea na kulelewa na familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetuelezea kisa hiki ni mzee anayefahamika kwa jina la Mzee Daudi Sensema. Anaishi jijini Mwanza katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Nyamongolo. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Diana ametengeneza tukio la kulichoma gari lake yeye mwenyewe ili aweze kumpakazia kesi ile binti anayefahamika kwa jina la Neema, ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo. Lakini binti yule pamoja na mamake walijitetea sana kwamba sio wao ambao wameweza kuteketeza gari lile, lakini Diana kwa kuwa alikuwa na lake jambo moyoni, alisisitiza kwamba wamlipe gari lake, na kama hawawezi kumlipa basi amchukue Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, aende naye mjini ili akamfanyie kazi ndani ya miaka 5. Lakini ndani ya miaka hiyo 5 lile eneo lao litakuwa chini ya Diana. Neema alijitahidi sana kuomba msamaha. Alilia sana akiwa yeye pamoja na mamake Maria. Walimuomba sana msamaha Diana ili aweze kuwasamehe, waangalie ni namna gani ya kumlipa Diana gari lake. Lakini kulingana na kipato chao cha chini, walishindwa namna ya kumshawishi Diana. Hata uongozi wa serikali ya kijiji pia uliingilia kati kwa ajili ya kumshawishi Diana aisamehe familia hii, amsamehe Neema pamoja na mamake, lakini Diana alikataa kata. Alichokiamua kukifanya ni kumchukua Neema pamoja na mama yake na kurudi nao huko jijini Mwanza ili akamtumikishe Neema katika kampuni yake kwa kumfanyia usafi. Wakati yote haya yanaendelea, naye Daudi katika upelelezi wake akabahatika kuifahamu sehemu ambayo binti yake Neema anaishi. Basi bila kupoteza muda, moja kwa moja akaanza safari kuelekea huko mkoani Kilimanjaro. Wakati Daudi anaelekea mkoani Kilimanjaro, naye Diana akiwa pamoja na Neema pamoja na Maria ambaye ni mlezi wa Neema, wao walikuwa wanaenda jijini Mwanza. Wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Yaani Daudi anahangaika kumtafuta binti yake usiku na mchana, kumbe binti yake tayari ameshakamatwa na binti ambaye anamlea anayefahamika kwa jina la Diana, anampeleka kwenda kumfanyisha kazi katika kampuni yake. Basi Diana alipofika jijini Mwanza, hakutaka kabisa Neema pamoja na mamake wasogelee nyumbani kwao. Hivyo aliamua moja kwa moja kuwapeleka katika kampuni hiyo ambayo anaisimamia. Basi alipofika akawapa moja ya store ambayo ipo katika ile kampuni, na humo ndimo ambapo aliwaambia kwamba hayo ndio yatakuwa makazi yao mapya, hiyo ndio itakuwa nyumba yao mpya ndani ya hiyo miaka 5. Hadi pale watakapoikamilisha hiyo miaka 5 ndipo Diana atakapowaachia. Lakini ndani ya hiyo miaka 5 hawatokaa bure. Neema ambaye anafahamika kwa jina la Upendo kwa sasa atafanya kazi ndani ya kampuni hiyo, na kazi yake itakuwa ni kufanya usafi. Neema aliamua kukubaliana na matokeo ni kwa sababu alikuwa hana kitu cha kujitetea, alikuwa hana uwezo wa kuweza kumlipa Diana. Hivyo alikubali kuwa mnyonge. Lakini baada ya Diana kumpeleka Neema pamoja na mamake Neema, basi Diana aliamua kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, mamake Elizabeth alimpokea kwa bashasha tele. Alisema, "Wewe mwanangu, pole sana. Sasa huo ndio ujasiri. Unatakiwa kupambania kilicho chako hata kwa jasho la damu. Hautakiwi kuachwa kizembezembe kiasi hicho. Ni lazima huyo mchumba wako Akram atahaha sana kumtafuta huyo mwanamke na hatompata. Ni kwa kuwa utakuwa umeshamficha." Maskini binti ya watu, sijui anajisikiaje. Aliweza vipi kuingilia mahusiano ya binti yangu Diana? Diana akasema, "Oh mama, yaani hata mimi nilikuwa nashangaa. Yaani binti mchafu kama ya yule, binti maskini, anaweza vipi kuingilia mahusiano yangu mimi pamoja na Akram? Yaani mama, nisingekubali. Asante pia mamangu kwa kunipa ushauri bora huu. Yaani wakati nalichoma lile gari, sikufikiria kabisa kwamba
swala hili linaweza kuwa rahisi kiasi hiki. Yaani ukuwaona mama anavyojiliza. Walikuwa wanajiliza hivi. Sasa yule mamake binti anasema hivi, "Samani binti yangu, sisi hatuna uwezo wa kukulipa. Naomba tu tusamee. Sisi kipato chetu ni cha chini." Nikaambia, "We, mnasemaje? Kipato chenu ni cha chini? Yaani kipato chenu ndio kimewafanya mje mchome gari langu, si ndio? Mlifikiri gari langu ni baskeli?" Wakabaki tu anatoa macho. Kale kabinti kamekazana, "We dada, Mungu ndo anayejua, mimi sijafanya hichi ambacho unakisema. Hilo gari limewaka lenyewe. Wewe mama hukuepo, ila malaika wako ndo alikuepo. Yaani nimewashia moto pale. Wakaja viongozi sijui wa kijiji pale, wakaanza kunishauri, wakaanza kuwaombea msamaha. Binti wasamee, sio kosa lao. Hawana roho mbaya hivyo, tumeishi nao vizuri." Nikasema, "Nyie, kama kuna mtu ambaye anataka nimsamee, anilipe gari langu." Kuna mtu akujitokeza pale kulipa gari? Elizabeth akasema, "We, usiniambie binti yangu. Kwa hiyo umewachachafya kiasi hicho?" Diana akasema, "Tena nimewachachafya zaidi ya kuachachafya. Yaani hapa nilipo mama, nimewachukua nimewapeleka katika ile kampuni ambayo naisimamia na nimewaweka store, na pale maisha yao yote nimewaambia watakaa miaka 5 na eneo lao lile lipo chini yangu. Na hapa nasubiri ifike kama miezi 3 nimwambie kwamba kama unataka kuchukua eneo lako, basi achana na mpenzi wangu Akram, na kama akikufuata mkatae kata. Nafikiri hiyo itakuwa ni njia rahisi zaidi ya mimi kumrudisha Akram katika mikono yangu, kwa sababu hawawezi kukataa tena kwenye chumba kidogo kama kile. Hawawezi mama. Na nitahakikisha ndani ya hiyo miezi 3 nitawanyanyasa, yaani hadi wasikie uchungu ule ambao mimi ninausikia kumpoteza Akram." Elizabeth akasema, "Sawa binti yangu, na kuona jembe langu. Yaani naona kabisa unafuata nyayo zangu. Sasa venyewe ulikuwa unakuja unaleta roho yako ya kihuruma. Eti mama sijui ni muache, labda hajanipenda mimi, mama sijui ni na nini." We, ungemwacha wewe kijana wa kitajiri. Unafikiri ungempata wapi kwa karne hii? Niulize mimi mamako, nimeteseka vipi kuingia kwenye jumba la kifahari kama hili. Diana akasema, "We, yani mama acha tu." Mamangu. Kisha Diana akamwambia mamake, "Mama, vipi huyu mzee wako? Yuko wapi? Huyu bebi wako huyo?" Elizabeth akasema, "Atakuepo mida hii bwana." Yaani kachanganyikiwa. Yaani huwezi amini. Kumbe na huyu binti aliokotwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anauza uji. Hivyo baada ya maisha ya kuwashinda hapa mjini, wakaamua aende huko vijijini. Yaani sijui wako kijiji gani. Kwa hiyo babako waru amechanganyikiwa. Yaani na mimi nimeshasambaza vijana karibia nchi nzima ili mradi wawe wa kwanza kumpata huyo binti. Ananinyima amani sana binti yangu. Yaani sijui kama anakumbuka matukio ambayo nimemfanyia huko nyuma, lakini hapaswi kuingia humu ndani." Diana akasema, "Wewe mama, yaani hata mimi kwa jinsi ulivyoniambia, yaani kama baba atampenda huyo binti na anampenda huyo binti zaidi yangu, hata mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Tayari na mimi mama nimeshavaa roho ya ujasiri. Yaani sikubali kabisa huyo binti aje apokonye riziki yangu hata siku moja mama. Haiwezi kutokea." Elizabeth akamjibu binti yake, "Safi binti yangu. Hivyo ndio inavyotakiwa. Yaani hivyo ndio inavyotakiwa. Hautakiwi kuwa na moyo mnyonge hata siku moja. Sawa binti yangu." Diana akasema, "Sawa mama." Huku upande wa pili Akram naye akawa anajiuliza ni namna gani ya kuweza kumpata binti yule upendo. Ni kwa sababu kila wakati alikuwa anamwaza binti yule. Na ukumbuke mara ya mwisho wakati Akram anazungumza na Neema ambaye yeye anamfahamu kwa jina la Upendo, alimwambia kwamba anasubiri kwamba amshirikishe mamake swala lile. Akishampa jibu basi atamwambia. Kama mamake atakubali, basi naye atakubali. Na kama mamake akikataa, hawezi kupinga maamuzi ya mamake. Hivyo Akramu akawa anaomba usiku na mchana mamake Upendo ambaye ni Neema akubali ombi lake, akubali binti yake aweze kuolewa naye. Akramu akawa anajisemea kimoyomoyo. Akawa anasema hivi unajua Upendo, mimi sijakupenda kwa bahati mbaya. Nimekupenda kwa makusudi. Yaani utashi wako unazidi kunimaliza kabisa. Yaani sijui ni kwa nini. Kila nikikutana na wewe na nikiwa naongea na wewe, roho yangu inakosa amani kabisa. Si kwamba inakosa amani kwa sababu kuna kitu kibaya ambacho nakuwa nakiona ndani yako. La hasha Upendo. Kuna upendo ambao umejaa ndani ya moyo wangu kama lilivyo jina lako. Natamani siku moja uje utambue ukweli huu. Natamani siku moja uje ujue moyo wangu. Natamani siku moja uje utambue thamani ya upendo wangu. Ni namna gani ambavyo nakupenda binti wewe. Siko tayari kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako. Nitafanya kila njia nikufanye kuwa mwanamke jasiri, mwanamke mpambanaji, nikutanue kiuchumi, uwe msimamizi wa biashara zangu, uwe mama wa watoto wangu hapo baadaye. Kiukweli Upendo, nakupenda sana."
Akramu alikuwa anawaza mawazo haya huku akiwa amejilaza kitandani. Basi wakati Akramu akiendelea kumwaza binti Upendo ambaye ni Neema, naye Daudi tayari akawa ameshafika huko mkoani Kilimanjaro. Alipofika akauliza kijiji ambacho aliambiwa kwamba binti huyo Neema ndipo ambapo alikuwa anaishi na mama yake huyo mlezi. Alipofika tu moja kwa moja Daudi akaamua kwenda katika uongozi wa serikali ya kijiji. Uongozi wa serikali ya kijiji ulimpokea vizuri sana. Daudi alieleza mwanzo hadi mwisho wa historia ya mtoto yule. Kila mtu alishangaa na kila mtu alistaajabishwa na historia ile. Viongozi wale wakasema, jamani, binti yule ameishi maisha magumu sana. Binti yule ameishi kwa maisha kujitafuta sana. Lakini mbali na kuwa na maisha yake magumu, hata siku moja hajawahi mvunjia mtu heshima. Kumbe ni mtoto wa kitajiri. Kumbe ni binti ya kitajiri. Jamani, hakika hii dunia ina fumbo kubwa sana. Kuna kitu cha kujifunza katika dunia hii. Mzee Daudi akasema, jamani, kwani binti yangu anafananaje? Anaonekanaje? Hamna hata mtu mmoja ambaye amewahi kupiga picha na binti yangu, labda nikamuona alivyokuwa binti amekuaje. Naombeni jamani, kwa sababu nimemkumbuka sana binti yangu. Binti yangu ni binti ambaye alikuwa amefanana kabisa na marehemu mamake ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Suzi. Kama ameendelea kukua huko akiendelea kumfanania mamake, nafikiri sitaweza kumpotea, lakini ningepata uhakika zaidi anafananaje binti yangu. Mjumbe mmoja katika kijiji kile akamwambia mzee Daudi, yani mzee, uwezi amini, binti yako ni binti mrembo sana. Ni binti mweupe, mwenye rangi ya asilia, ana mwili wa wastani. Kiufupi binti yako ni mrembo sana. Kama mke wako alikuwa ni mrembo, basi binti yako amefuata uzuri wa mke wako. Yani ukimuona tu pap kwa mara ya kwanza, unaweza ukashtuka kwa kukimbia kwa kuzani kwamba huenda mke wako amefufuka. Yani japo simjui mke wako alikuwaje, lakini binti yule kwa maelezo ambayo umenipa atakuwa anafanana copyright na mke wako. Mzee Daudi akawa anaendelea kupata shauku ya kutaka kumjua binti yake. Basi akasema, tafadhali, naombeni japo mnipeleke hata hiyo sehemu ambayo alikuwa anakaa. Nahitaji nikaangalie mazingira ambayo binti yangu amekulia. Basi viongozi wale hawakuwa na hiana, wakamchukua mzee Daudi na kumpeleka moja kwa moja pale ambapo alikuwa anakaa Neema pamoja na mamake mlezi anayefahamika kwa jina la Maria. Basi mzee Daudi aliangalia sana yale mazingira, akasema, hamna mtu ambaye anaweza kuniambia kwamba huyo mtu aliyekuja kuwachukua hapa labda anafananaje, anaonekanaje? Hakuacha hata mawasiliano kwamba labda kama kuna mtu ambaye anataka kumlipa gari lake ili tukomboe ili eneo. Wale viongozi wakasema, kiukweli hamna mtu ambaye alipata wazo hilo, kwa sababu hapa palikuwa hapatoshi. Alafu mtu aliyemchukua alikuwa ni binti tu, halafu alikuwa na mabouncer. Tulishindwa kwa sababu hata sisi tulikuwa tuna uwezo wa kulilipa lile gari. Lakini amempa masharti. Amesema kwamba atakaa naye kwa miaka 5. Baada ya miaka 5 atarudi. Lakini wakati wanaendelea kuongea, kuna mwananchi mwingine akapita pale, akawasalimia viongozi pamoja na mzee Daudi. Kisha akasema, jamani, kuna nini? Maana hili wiki naona kuna hekaeka kweli. Mara magari yameongozana, mara sijui magari yanachomwa, mara sijui amebebwa. Haya tena kuna kingine kipi hapa kimetokea? Wale viongozi wakasema, jamani, hamna kitu ambacho kimetokea hapa, isipokuwa huyu hapa mzee unayemuona ni babake Upendo. Amekuja kumtafuta binti yake. Ni binti ambaye amepotea muda mrefu sana. Na kumbe sisi tunamfahamu kwa jina la Upendo, lakini jina lake halisi anafahamika kwa jina la Neema. Yule jirani akasema, wewe, jamani, mbona haya makubwa? Mnataka kuniambia kwamba Upendo ni mtoto wa kitajiri kiasi hiki? Sasa kama ni mtoto wa kitajiri, huyu mzee alikuwa wapi wakati binti yake ananyanyasika wakati amechoma gari la watu? Wale viongozi wakamwambia, huyu mzee ndio kwanza anafika, hajui moja wala mbili, ndio kwanza tunampa maelekezo. Lakini unaonekana unazijua taarifa nyingi za hapa. Aya, kwani haujapata dodoso kwamba wamempeleka katika mkoa gani yule binti? Yule mwananchi akajibu, jamani, si wamesema wamempeleka Mwanza? Yule binti akasema, sijui anampeleka kampuni gani, kampuni wanataja majina magumu ya Viingereza, sijui ya Vichina, mimi hata sijui. Lakini ambacho nilikuwa nasikia yule mwanamke anavyoongea kwamba huyu lazima aende Mwanza. Kwa hiyo Upendo yupo Mwanza. Kwa hiyo baba, kama una nafasi, wewe nenda kaweke mabango kwamba binti yako unayemtafuta yuko Mwanza. Mzee Daudi akashtuka, unasema yuko Mwanza? Akasema, ndio hivyo, mimi nimesikia karibia mara 3
walikuwa wanazungumza yule binti aliyechomiwa gari pamoja na hao wenzie ambao walikuwa nao kwamba anaenda nao Mwanza, kwa sababu walikuwa wanauliza ndege ya kwenda Mwanza inaenda saa ngapi. Mimi hata sijui, hizo nilikuwa nazisikia tu juu, lakini nina uhakika walikuwa wameenda Mwanza. Mzee Daudi akasema safi, asante sana kwa ushirikiano wako. Basi Mzee Daudi akawaaga viongozi wale kisha kuwashukuru kwa kuweza kumpa ushirikiano. Basi baada ya hapo akaanza safari ya moja kwa moja kuelekea jijini Mwanza. Lakini kichwani mwake alikuwa anajiuliza maswali mengi. Ni mtu gani ambaye ameenda kumchukua binti yake? Tena kumchukua kwa manyanyaso na dharau kubwa kiasi kile. Kwa nini ameenda kumfanyisha binti yake kazi? Ajui kwamba Neema ni binti wa kitajiri. Ajui kwamba Neema hatakiwi kufanya kazi ngumu kiasi kile. Ajui kwamba Neema ndio mtu pekee aliyebaki ambaye anaweza kumrudisha kumbukumbu nzuri za marehemu mke yake Suzi. Yaani Mzee Daudi alijapiza ndani ya moyo wake kwamba pindi atakapogundua huyo mtu ambaye amemchukua binti yake na kwenda kumfanyisha kazi ngumu, atakuja kumfanyia kitu ambacho hatakuja kusahau hata siku moja katika maisha yake. Basi Mzee Daudi akaelekea jijini Mwanza. Huku jijini Mwanza, Diana alijiona kwamba yeye ni mshindi kwa kuweza kumchukua binti Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo na kumfanya kuwa kijakazi wake. Alifurahi sana. Basi asubuhi yake Diana akaamka akajiandaa kuelekea ofisini. Akamwaga mamake, "Mama, ngoja nielekee ofisini na nikaangalia yule mpuuzi ni kazi gani ambazo anazifanya. Yaani atajuta kwa nini ameingia katika familia ya Diana." Mamake akasema, "Tena umfanye ajute. Yaani ndani ya miezi 3 mfanye achakae hata huyo Akram akija kumwangalia asimtamani." Diana akamwambia, "Mama, hutaki hata kwenda kumwangalia huyo asibu wa binti yako?" Elizabeth akasema, mimi mwenyewe nina mambo yangu chungu nzima. Hapa nawaza, nitampata wapi huyo binti shetani? Yaani kila siku ananiumiza kichwa. Bora wewe hata tayari umeshampata asimu wako na tayari ushamweka katika mikono yako. Kwa hiyo wewe hauna shida." Diana akasema, "Sawa mama, ngoja mimi nikapambane na hali yangu." Basi Diana moja kwa moja akaelekea ofisini. Baada ya kufika ofisini, akamkuta Neema akiwa na deki. Diana akafika na kumuita, "We binti." Neema akageuka na kisha akamwangalia. Akamwambia, "Habari za saizi dada?" Diana akamwangalia, akampandisha, akamshusha, kisha akasema, "Habari za saizi unazijua wewe? Kwanza huwa unaitwa nani?" Neema akamwambia, "Mimi huwa naitwa Upendo dada." "Unaitwa Upendo? Huo ndio upendo ambao unakufanya kuiba upendo wanaume za watu, si ndio?" Neema akasema, "Mbona sikuelewi dada, nimeiba upendo wa mwanaume gani mimi?" Wakati Neema akiwa anaendelea kujieleza, basi Diana akachukua yale maji ambayo Neema alikuwa anadekia, kisha akamwagia mwilini na kumwambia, "Unathubutu vipi kunijibiza? Unathubutu vipi kujibizana na mimi? Wewe si maskini tu mmoja hapa ambaye huna hata hifadhi." Neema akamwambia, "Samani dada, samani. Sikujua kwamba jibu langu hili linaweza likakukwaza. Naomba nisamee." Diana akamwambia, "Sawa, hayo maji unatakiwa asafishe." Neema akasema, "Sawa bosi, nimekuelewa." Akasema, "Sawa, na usio unaniita dada. Sina ukoo na wewe. Siwezi kuwa na ukoo na mtu maskini kama wewe." Neema akasema, "Sawa bosi, nimekuelewa." Basi wakati yote hao yanaendelea, wafanyakazi wengine katika ile kampuni walikuwa wanamwangalia Neema namna anavyonyanyasika. Wengi wao walimuonea huruma, lakini kulingana na Diana alivyokuwa mkali, hakuna hata mmoja ambaye aliweza kumsogelea. Basi hayo ndio maisha ya Neema ambayo yalikuwa yanaendelea katika ofisi ile. Neema alikuwa akipata chakula moja kwa moja, hakutaka kula peke yake. Alikuwa anaenda moja kwa moja hadi mule store kwenye chumba ambacho alipewa na Diana, kisha anakula na mama yake. Wakimaliza kula, basi Neema anarudi katika majukumu yake. Alifanya kazi usiku na mchana, lakini kazi hizi alizifanya kwa masimango makubwa sana. Siku moja wakati Neema akiwa anafanya usafi, mamake mlezi ambaye ni Maria alimfuata mtoto wake. Alimfuata ili amwangalie ni namna gani ambavyo anafanya usafi. Basi baada ya kufika pale, alimkuta Neema ambaye ni Upendo akiwa anafokewa vibaya sana na Diana. Huku Diana akimpa maneno makali, maneno ya kumkashfu, maneno ambayo yalimnyima amani kabisa Maria. Basi Maria ikabidi ajisogeze eneo lile. Akamwambia Diana, akasema, "Bosi, wewe ni bosi wa mwanangu. Kama wewe ni bosi wa mwanangu, basi ni bosi wangu pia. Tafadhali, kama binti yangu amekukosea, usimfokee hivyo. Usimtukane kiasi hicho. Ujui ni mangapi ambayo tumepitia katika maisha yetu. Ujui mpaka sisi kufika hapa ni mangapi ambayo tunapitia. Mbona tumekubali kuwa wanyonge sisi kwako? Kwa nini unamdhalilisha kiasi hiki? Kwa nini? Kwa nini binti yangu? Hata huyu pia ni binadamu. Kuna wakati anahitaji kupumzika. Huyu Upendo unayemuona, mwili wake ni wa damu na nyama. Kuna wakati huwa unachoka.
naomba japo kidogo tu uwe na moyo wa utu, muonee huruma binti huyu. Diana akamwangalia yule mwanamke, akampandisha na kumshusha, kisha akamwambia, unasemaje wewe mwanamke? Yaani unaniambia niwe na moyo wa utu? Kwa utu gani? Kwa mtu yupi? Huyu takataka. Akaongea kisha akawasukuma wote. Basi Maria pamoja na Neema kila mtu akadondoka upande wake. Lakini wakati wanadondoka, naye Daudi alikuwa anafika katika kampuni hiyo, ndipo alipokuta sekeseke hilo. Basi Neema kutaka kuongea kitu chochote, alinyenyuka na kwenda kumsimamisha mamake na kuelekea kule store. Daudi akauliza, vipi Diana, kuna nini hapa? Diana akasema, yaani baba, hawa watu nimewaleta kwa ajili ya kuja kufanya kazi, wanaanza kunichangia mtu na mamake kweli, wananitukana. Huu ndio utu kweli? Daudi akasema, binti yangu, pole sana. Wamekuchangia vipi? Diana akasema, yaani baba huwezi amini, eti wananitukana. Eti yule mama ananiambia mimi sio mzuri, siwezi kuwa mzuri kama binti yake. Daudi akasema, sawa binti yangu, wamekosea. Lakini hata wewe binti yangu umekosea. Hukupaswa kuwasukuma vile na kuwafanyia fujo kama ambavyo umefanya. Kumbuka wale pia ni binadamu. Wanastahili huduma nzuri, kauli nzuri na kila kitu kizuri kama ambacho wewe unakipata. Si vizuri kumsukuma mwanamke kama yule ambaye anaweza kuwa alika sawa na mama yako. Sawa binti yangu. Diana akasema, sawa baba, nimekuelewa. Kisha Daudi akamwambia, vipi kazi hapa zinaendeleaje? Diana akasema, baba, kazi zinaendelea tu vizuri. Basi Daudi akasema, sawa. Haya, waambieni hao ambao kazi yao kufanya usafi, waje waendelee kufanya usafi. Lakini wakishamaliza kufanya usafi, mniitie. Waniambie ni kwa nini wamemtukana binti yangu. Sipendi hata mara moja mtu kunitukania binti yangu. Basi wale wafanyakazi wengine wakasema, sawa bosi, tumekuelewa. Basi mfanyakazi mmoja akaenda kumuita Neema pamoja na mamake kwamba wanatakiwa kwenda kufanya usafi pale ambapo maji yamemwagika. Lakini baada ya kufanya usafi, bosi mkubwa ambaye ni mzee Daudi anataka kuwaona wakajibie ni kwa nini wamemtukana binti yao. Sisi tumemtukana vipi jamani? Mbona haya mambo yanazidi kuwa makubwa? Yule mfanyakazi akasema, hata hatujui, lakini tunachojua Diana ana roho mbaya sana. Basi Neema ikabidi aende kufanya usafi pale ambapo maji yalikuwa yamemwagika. Lakini baada ya kumaliza usafi, akaenda akamchukua mamake ili waende ofisini kwa mzee Daudi waweze kumweleza ni kwa nini wamemtukana binti yake. Basi Neema moja kwa moja akaongozana na mfanyakazi ambaye alitumwa na mzee Daudi kwenda kuwaita. Basi yule mfanyakazi alipofika akapiga hodi kisha kumwambia bosi wake, bosi, wale wafanya usafi wako hapa, wamekuja kujibia shtaka lao. Daudi akasema, waruhusu waingie. Basi moja kwa moja akaanza Maria kuingia na Neema akiwa amefuata nyuma. Mzee Daudi akawa anaongelesha Neema pamoja na mamake huku macho yake akiwa mbele ya kompyuta. Akawauliza, habari zenu jamani? Wakaitikia, salama tu. Neema akamsalimia, shikamoo bosi. Mzee Daudi akaitika, marahaba. Mnaweza kuniambia ni kwa nini mmemtukana binti yangu? Neema akaanza kujitetea. Akasema, kwanza kabisa bosi, samani, nisamehe sana. Sikujua kwamba kama ni kosa kumwomba pesa ya dawa bosi mdogo anayefahamika kwa jina la Diana. Nilimwomba tu pesa kidogo ili nikamnunulia dawa mamangu, kwa sababu mamangu jana usiku alikuwa anajisikia vibaya. Sasa bosi wangu, mimi pesa nitazipata wapi wakati ameniambia nifanye kazi ndani ya miaka 5 na mamangu hali yake ni duni sana, na ukizingatia mazingira aliyotuweka, ametuweka store bosi wangu, na sisi pia ni watu. Mimi mtu pekee ambaye niko naye hapa duniani ni huyu mamangu, sina mtu mwingine. Kama nitampoteza mama huyu, ni wapi nitampata mama mwingine kama huyu? Naomba nisamehe sana bosi wangu, nitafanya kila kitu ambacho ataniambia binti yako Diana, kama hicho kitu ndicho ambacho atahisi kitamshusha hasira zake. Naomba unisamehe. Kisha Neema akapiga magoti. Naye Maria pia akapiga magoti huko akisema, baba, naomba msamehe binti yangu, nisamehe na mimi, kwa sababu mimi ndiye ambaye siku zote namletea matatizo binti yangu. Mzee Daudi kauli zile zilimwingia sana masikioni mwake. Akawa anajiuliza, ni binti gani ambaye anamjali mamake kiasi kile? Ikabidi azime kompyuta ili watazame vizuri usoni wale watu ambao wako mbele yake na kumpigia magoti kwa kumwomba msamaha. Daudi akaambia, hamna haja ya kupiga magoti, hebu simameni. Basi wakati anasimama, Maria aliposimama, Daudi hakushtuka. Lakini aliposimama Neema, Daudi alishtuka, moyo wake ukalia pa. Akaita, Suzi! Neema akashtuka, Suzi? Mimi sio Suzi, mimi ni Upendo. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 7.
wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la mtoto aliyepotea. Je, Daudi tayari ameshakutana na mtoto wake macho kwa macho? Ni nini ambacho kitatokea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai, mtoto aliyepotea.